Leo tunasimulia historia ya mmoja wa maswahaba wakubwa wa Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, mwana wa heshima, mfadhili wa Uislamu na khalifa watatu katika dola ya Uislamu, Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Uthman bin Affan alizaliwa katika mji mtakatifu wa Makka ndani ya ukoo wa Bani Umayya kutoka kabila la Quraishi. Alikuwa ni mtu wa heshima kubwa, tajiri kwa mali, lakini zaidi ya yote alikuwa na tabia ya haya, aibu na uadilifu iliyomtofautisha na watu wengi wa zama zake. Alilelewa katika mazingira ya biashara, uaminifu na heshima, na hivyo akawa mmoja wa vijana waliokuwa na jina zuri Maka hata kabla ya kuslimu. Baba yake alikuwa akiitwa Affan bin Abil Asi na mama yake alikuwa akiitwa Arwa binti Kuraizi. Uthman alislimu kupitia mwito wa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, akiwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kuingia katika Uislamu. Uislamu wake haukuwa wa kusita, bali wa moyo ulio tayari, na hilo lilimfanya awe miongoni mwa wale walioteswa mwanzoni, lakini hakurudi nyuma. Baada ya kuslimu, Uthman bin Affan alikutana na Mtume Muhammad rehma na amani juu yake, na akajenga uhusiano wa karibu wa imani na uaminifu. Mtume alimwozesha binti yake Ruqayya radhiallahu anha, na baada ya kufariki kwake alimwozesha pia binti yake mwingine Ummu Kulthum. Kwa sababu hiyo Uthman akapewa lakab ya Dhunurain. Maisha yake Uthman alikuwa miongoni mwa wale waliotoa mali yao kwa ajili ya Uislamu. Alilifadhili jeshi la Tabuk, alinunua kisima cha Ruma na kukiweka wakfu kwa Waislamu. Alisaidia jamii kwa mali yake bila ubahili. Mtume aliwahi kusema kuhusu yeye, Uthman hana madhara yoyote atakayoyapata baada ya leo. Baada ya kifo cha Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu yake, Uthman aliendelea kuwa miongoni mwa viongozi wa Uislamu katika kipindi cha makhalifa wa Abu Bakar na Umar. Alikuwa mtu wa amani, mshauri mwaminifu na mfadhili wa umma. Baada ya utawala wa Abu Bakar Siddiq na Umar kuondoka, kwa maana kufariki dunia, Uthman akawa khalifa watatu wa Uislamu baada ya Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Ni katika uongozi wake ndipo Qur'ani ilikusanywa rasmi kuwa msahafu mmoja. Upanuzi wa dola ya Kiislamu uliendelea, miundombinu ya nchi iliboreshwa, lakini pia alikumbana na fitna na upinzani wa ndani. Uthman alikuwa na wake kadhaa kwa nyakati tofauti, na watoto wake walikuwa miongoni mwa familia zilizoendelea kuishi katika heshima ya Uislamu. Alijulikana kwa upole ndani ya familia yake na tabia ya huruma. Mchango wake mkubwa wa Uthman bin Affan ni pamoja na kufadhili miradi ya umma, kutoa mali kwa njia ya Allah, kuunganisha Qur'an katika msahafu mmoja, kuimarisha dola ya Kiislamu. Lakini fitna ilipozidi, Waislamu wakagawanyika na Uthman akazingirwa ndani ya nyumba yake huko Madina. Alikuwa mzee sana, inatajwa alikuwa na umri kati ya miaka 82 hadi 84, lakini moyo wake ulikuwa thabit katika ibada. Na katika mwaka wa 35 Hijria, akiwa anasoma Qur'an, aliuawa akiwa shahidi. Damu yake ikawa ushahidi wa subra na unyenyekevu wa kiongozi aliyependa amani zaidi ya dunia. Na hivyo ndivyo historia inavyofunga ukurasa wake kwa Uthman bin Affan radhiallahu anhu, mtu wa haya lakini si dhaifu, mtu wa mali lakini si mfungwa wa dunia, bali alikuwa mja aliyemchagua Allah kuliko kila kitu alichomiliki. Alitoa mali yake ikabaki baraka, alitoa maisha yake ikabaki historia, na akatoa damu yake ikabaki shahada ya ukweli. Leo hii jina lake halisomwi kama simulizi tu, bali kama mwanga unaowaongoza wale wanaopenda ukarimu, unyenyekevu na subra katika fitna. Ni kama wahenga wasemavyo, watu wa haki huondoka duniani, lakini nuru yao hubaki ikiangazia vizazi. Radhi za Allah ziwe juu yake Uthman bin Affan, Dhul Nurain, shahidi wa Qur'an na khalifa wa amani. Asante kwa kuwa nami. Ndimi mwana wa Maalim Mashi. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.